kelele. Unakuja duniani kwa ajili ya kuwashangilia watu. Umekuja duniani kwa ajili ya kutawala. Umekuja duniani kwa ajili ya kufanikiwa. Ukiona hujafanikiwa unazama. Na ukiwa wazami kwenye maisha yako kitabaki kutawala. Unafiki, majungu, umbea, uongo, uchonganishi, usengeni. Hivyo ukisikia kitu tayari ushapiga simu. Jamani mimi na hivi. Jambo ni kuhusu tayari. Sasa hiyo ni spirit of poverty, roho ya kimaskini. Roho ya kimaskini ikikuacha, matajiri wote hawana muda wa kupiga umbea. Hawana muda wa kujadili Simba na Yanga. Hawana muda wa kujadili maisha ya mtu, mke wa mtu, dada wa mtu, mtoto wa mtu. Wanajadili jinsi gani watahama kiwango alichonacho kwenda kiwango kingine. Ukiwa maskini, wewe muda wote unajadili maisha ya mwingine. Kwa nini amevaa nguo vizuri? Sasa hizi dada huwezi kujua. Kuna watu wanajadili Chikilemba. Anajiona amependeza kama Nigeria. Ngoja tumuone. Watu wanajadili maisha yako. Tena wako busy. Ukiwa maskini, wachawi wote ni maskini. Ndio maana wanakaa usiku wanapangia mipango. Sasa tuone kama tutafanikiwa. Na wapo uchi. Hawajavaa nguo wanakata kabisa. Sofia Saka tuone kama atafanikiwa. Sofia Saka tuone kama atafanikiwa. Wanakesha kwa ajili ya hiyo, kwa ajili ya wewe. Wewe hujui. Ndio maana hata Yesu alisema vita vyetu sio katika damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho kuna kazi inafanyika. Na unaohangaika na ulimwengu wa roho ni maskini. Tajiri hawezi kuwa mchawi, hawezi kuanzia vibaya. Tajiri wa kwanza atatamani akusaidie. Maskini atatamani kunyang'anya hata hiyo gauni ulovaa. Ndio maskini. Lazima nikwambie jioni ya leo, hii Zikon sio ya mchezo, ndio inayokwenda kubadilisha maisha yako. Hata kama walisema wamekuroga, wamejichanganya. Simama vizuri, simama sawa sawa. Mtazamaji wetu moja kwa moja tuko mubashara na Kasumulu TV online, lakini hapa tulipo tumefika kwenye kituo cha Zikon Times. Na hapa tunakutana na kiongozi ambaye leo kulikuwa na semina kwa ajili ya viongozi. Kiongozi, poleni na semina yote na mangaiko yote. Asante sana ndugu mtangazaji. Yes, watu wangetamani kujua kaka jina lako ni nani kiongozi? Anaitwa Mr. Benjamin Zimbili. Naam. Kutoka Zikon Times Tanzania. Yes, hapa tuko Mbeya sasa. Ni sehemu gani baba? Hapa ni Mbeya, maeneo ya Uyole. Ndio. Mtaa unaitwa Gomba. Watu hawajajua nini maana ya Zikon kaka. Labda watu wangetamani kujua Tanzania inashughulika sana na nini hii. Zikon, kwanza tunasema Zikon Times. Nikisema Zikon Times ni muda wa Zikon sasa. Zikon ni neno la Kichina, maana yake ni ile hali ya kuzingatia. Kwa hiyo Zikon Times maana yake ni muda wa kuzingatia sana afya zetu. Kwa nini tunasema Zikon Times? Kwa nini ni kuzingatia afya? Unajua dunia tulionayo sasa hizi imebadilika sana. Magonjwa yako ni mengi sana, changamoto changamoto mbalimbali za kiafya, lakini changamoto za kiuchumi ziko nyingi. Unaona, kwa hiyo Zikon Times ni kampuni ambayo imekuja kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu kwenye pande mbalimbali. Hasa upande wa kwanza, upande wa afya. Sasa hizi kuna magonjwa mengi sana, tunakula sana sumu. Unaona, tunakula sumu, tunavaa sumu, tunakunywa sumu, tunavuta sumu. Kwa muda wote sisi tuna receive sumu. Sasa Zikon Times ni kampuni ambayo imekuja sasa, imetengeneza bidhaa za aina mbalimbali za afya. Tuwe na afya ya mwili, lakini pia tuwe na afya ya uchumi. Unajua ukiteteleka kwenye uchumi ni rahisi kupata magonjwa, na ukiteteleka sana kwenye afya ni rahisi kushuka kiuchumi. Kwa hiyo Zikon imekuja kuwa jibu la hivyo vitu vyote. Unaona, Mtanzania wale wanapoipokea Zikon, hakikisha kwamba tuna bidhaa mbalimbali, kila aina ya changamoto ya kiafya ndani ya Zikon inakuwa imetatuliwa. Na changamoto zozote za kiuchumi ndani ya Zikon zinatatuliwa. Kwa mfano sasa tuna wimbi kubwa sana la ajira. Watu wengi wanasoma, wanamaliza shule, wanamaliza vyuo, kwa mwaka tunapata wahitimu zaidi ya milioni 1, lakini wanaokuwa na ajira ni 80,000 mpaka 100,000 tu. Wengi wanabaki hawana ajira. Sasa ili wimbi lote watu wanarudi mtaani. Unaona, wanaanza kuhangaika. Sasa Zikon imekuja kutoa ajira kubwa yenye kipato kikubwa sana. Kwa Zikon inatoa ajira kubwa yenye kipato kikubwa ambacho leo hii
mtu una kipato cha shilingi 100,000, 200,000, 500,000, ukianza na Zikon ndani ya miezi yako 6 unaweza kubadilisha historia ya maisha. Nikisema unabadilisha historia ya maisha kivipi? Kwa mfano ulikuwa na kipato cha 500,000, 600,000, ndani ya miezi yako 6 kumiliki milioni 10 mpaka milioni 100 ni kitu cha kawaida sana. Kinachotakiwa tu watu waje Zikon Times, wapate maelekezo ya kutosha, wapate mafunzo jinsi ya kuweza kubadilisha afya zao na masuala mazima ya uchumi. Zikon lazima aonane na sisi na anapoonana na sisi tutampa maelekezo yote. Tuna kituo hiki hapa, kituo hapa Uyole, lakini tuna makao makuu ya Zikon Tanzania Nyanda za Juu Kusini ambayo inapatikana pale Mafiati. Mtaa wa Magorofani, ile njia kwenda chuo pale ndo tuna kituo pia kikubwa, ndo makao makuu center, na hapa hii ni branch pia kubwa. Sasa ili aweze kupata huduma zetu mara nyingi anatupata kwa namba za simu zifuatazo. Naam. 0754 26 53 63. Taba. Naam. 54. Yes. 26. Naam. 53. Yes. Vipi mwitikio wa watu wa Mbeya kwa hapa Uyole? Kwa kweli ndugu mtangazaji, nashukuru Mungu, mwitikio ni mkubwa. Watu wamepokea Zikon kwa mikono miwili, na Zikon ni kitu ambacho hatupati shida. Frare Anti-Inflammatory Pain Relief Patch. Okay. Sasa hii sifa yake, hii inafanya kazi, ina uwezo wa kutibu mpaka mifupa kwa watu waliopooza. Watu wana maumivu ya viungo, mgongo, kiuno, miguu, mabega, maumivu makali ya kichwa. Huku ndani kuna kama packet unabandika. Ukishaibandika kuanzia dakika 20 mpaka lisali moja maumivu yanatoka kabisa. Na ina uwezo wa kuondoa damu zilizoganda, tunaita blood clot, ambazo zinawapelekea watu kujisikia ganzi na nini, mwisho wa siku wanapata stroke. Kwa hii inafanya vizuri sana. Lakini kampuni ina bidhaa zaidi ya aina 1000 za magonjwa yote, ikiwemo pumu, kansa, sukari, TB, magonjwa yote yaliyoshindikana na yasiyoshindikana. Tunazo bidhaa nzuri sana. Inapatikana hapa na ni bei rahisi sana ndugu mtangazaji, uweze kuamini. Ukiwa mwanachama unaipata kwa shilingi 14,700. Bwana tu na 700 unaipata. Na uwezo wa ajabu. Bwana kaka, sisi tunakushukuru. Nadhani pia Watanzania wanatutazama, lakini pia nadhani kwa sababu umeacha namba zako, nadhani utatafutwa. Naam, naitwa Michael Madoto Sylvester. Hapa tunapatikana Uyole, Gombe Kusini. Na hapa ambapo tunazungumza kwa muda huu tunazungumza kupitia taasisi inayojulikana Zikon Times International. Zikon Times International ni kampuni ambayo inajishughulisha na utoaji wa mambo mbalimbali ikiwemo masuala yanayohusisha afya zetu, lakini pia ni masuala yanayohusiana na masuala ya kiuchumi. Kwa tunapoizungumzia Zikon Times, ni kampuni ambayo inamjali mwananchi, inamjali Mtanzania, inamjali kwa namna ipi? Kwanza kupitia afya yake. Yamkini ziko changamoto ambazo zinakusumbua wewe mwenyewe binafsi ama jamii iliyokuzunguka kutokana na maisha tulionayo leo ama mfumo wa maisha tunayoyaishi leo. Tukizungumzia kwenye masuala yanayotokana ima na changamoto ya magonjwa mbalimbali. Yako magonjwa ambayo leo hii yanatokana na mfumo ama staili yetu ya maisha ambayo tunaishi leo katika karne hii tulionayo. Hivyo basi, ima kupitia taarifa hii, ima kupitia kuna Kasumulu TV. Yes, asante sana na pengine unatamani sasa kuijua ya kwamba Zikon Times inajishughulisha na nini kuhusiana na masuala mazima ya kiafya. Maana yake kwamba unaweza ukatutembelea hapa Uyole, Gombe Kusini. Kama anatokea na mjini, basi itabidi aje ashuke sehemu moja inaitwa Kilimo. Kituo cha kilimo? Ni kituo cha kilimo. Kwa ni vizuri watu waje kupima afya zao. Yes, ni vizuri watu waje wapime afya zao. Okay, na kipimo ni gharama ndogo kabisa. Na matibabu yako hapa. Yako hapa. Bwana safi sana. Bwana, watu wasije tukutakie tu kazi njema, kiongozi, na Mungu akubariki.